Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, na karibu tena katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa leo ni Jumapili tarehe 10 Mei mwaka 2026. Tukuletea habari muhimu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchini Kongo na dunia kwa ujumla. Na katika taarifa yetu ya asubuhi ya leo tutazungumzia hali ya usalama inayozidi kuzorota huko Kivu kaskazini na kusini, mashambulizi yaliyoripotiwa Mushaki, mvutano wa kisiasa mjini Kinshasa, pamoja na juhudi mbalimbali za kurejesha amani mashariki mwa nchi. Basi endelea kukaa nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ili upate kupata habari kamili ya kile kinachoendelea maeneo mbalimbali. Nani Kivu News Info, kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi usikose kusubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 10 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Takribani watu 24 wamepoteza maisha, kwa wengine wakijeruhiwa baada ya shambulizi la ndege isiyo na rubani iliyoripotiwa kufanywa na jeshi la Kongo siku ya Jumatatu tarehe 8 Mei katika mji wa Mushaki ulipo katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Mushaki ni eneo linalopatikana zaidi na kilomita 40 magharibi mwa mji wa Goma, na kwa sasa inatajwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Kwa mujibu wa wakazi wa eneo hilo, shambulizi hilo lilitokea majira ya alasiri karibu na saa 10 jioni, wakati wananchi wengi walikuwa sokoni katika shughuli zao za kawaida za biashara. Mashahidi wanasema hali ilikuwa ya taharuki kubwa baada ya mlipuko kusikika katikati ya soko la Mushaki, na watu wengi waliokimbia ovyo wakitafuta usalama, huku wengine wakibaki wamejeruhiwa vibaya. Baadhi ya majeruhi waliopatiwa matibabu katika vituo vya afya vya karibu, huku wale waliokuwa katika hali mbaya walipelekwa katika hospitali ya CBK Ndosho mjini Goma kwa matibabu zaidi. Miili ya watu waliopoteza maisha yao imepelekwa katika mochwari ya hospitali hiyo kabla mpango wa mazishi kufanyika. Wananchi wa eneo wanaendelea kueleza huzuni na hofu kutokana na tukio hilo lililotokea katikati ya raia wasiokuwa na silaha. Kwa upande wake, uongozi wa waasi wa M23 umeshtumu serikali ya Kongo kwa kuhusika na mashambulizi ya ndege isiyo na rubani, na kupitia msemaji wake Laurence Kauka, waasi hao wamedai kuwa zaidi ya raia 21 waliuawa na zaidi ya watu 67 kujeruhiwa, wakiwemo wanawake, watoto pamoja na watu wenye wasiokuwa na uwezo wa kujilinda. Kundi hilo la waasi wa M23 limesema kwa mashambulizi hayo ni kiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za kibinadamu ambazo zinapaswa kuwalinda raia wakati wa migogoro ya kivita. Waasi hao wamedai kuwa tangu mwanzo wa mwezi huu maeneo kadhaa ya mashariki mwa Kongo yanaendelea kushambuliwa kwa ndege isiyo na rubani licha ya mapendekezo ya kusitisha mapigano yaliyotolewa katika mazungumzo huko Uswisi. Miongoni mwa yaliyotajwa ni kuasiriwa ni pamoja na Minembwe katika Kivu Kusini, pamoja na baadhi ya maeneo ya Kalehe na Misisi. Hali inaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa wananchi katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mapigano bado yanaendelea. Ikumbuke kuwa mwezi Machi mwaka huu eneo jingine la waasi wa M23 huko Mushaki lichambuliwa kwa bomu la angani linalodaiwa kufanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Shambulizi hilo lilikuwa limelenga eneo la linahusishwa na mfanyabiashara na mbunge wa zamani Edward Mwanga Chuchu. Hadi sasa ile taharuki inaendelea kutawala katika eneo la Mushaki, huku wananchi wakitaka kurejeshwa kwa amani na usalama ili waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida.
Mashirika ya kiraia pamoja na harakati za wananchi katika mji wa Baraka katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameendelea kuonesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama unaozidi kuzorota katika eneo hilo. Wananchi hao wanasema sasa wanataka kuondolewa mara moja kwa vikosi kinachojulikana Chahibu ambacho ni sehemu ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kikitumiwa kuhusika katika vitendo vya uhalifu dhidi ya raia. Katika mkutano wa pamoja ulifanyika hivi karibuni mjini Baraka, viongozi wa mashirika ya kiraia na wanaharakati walieleza kuwa wananchi wamekuwa wakikumbwa na vitendo mbalimbali vya ukosefu wa usalama vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya askari wa kikosi hicho. Miongoni mwa tuhuma zilizotolewa ni pamoja na wizi, uporaji wa kutumia silaha, ubakaji pamoja na manyanyaso dhidi ya raia wa kawaida. Kwa mujibu wa washiriki wa mkutano huo, hali hiyo imeendelea kuwatia wananchi hofu kubwa na kufanya maisha yao kuwa magumu katika maeneo kadhaa ya Baraka. Wanasema badala ya kulinda wananchi, baadhi ya wanausalama wamekuwa chanzo cha matatizo na ukosefu wa amani katika jamii hii. Viongozi hao wa kiraia wameeleza kuwa matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu yamekuwa yakiongezeka siku hadi siku, huku baadhi ya familia zikidai kupoteza mali zao kutokana na vitendo vya uporaji vinavyofanywa usiku na mchana. Wanawake na watoto wametajwa kuwa miongoni mwa waathirika wakubwa wa hali hiyo. Kutokana na hali hiyo, mashirika hayo sasa yanataka serikali kuchukua hatua za haraka kwa kuondoa kikosi hicho na kubadilisha na vikosi vingine vya usalama ambavyo vina nidhamu, mafunzo mazuri na vinavyoheshimu sheria pamoja na haki za wananchi. Wanaharakati hao wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kusaidia kurejesha amani kati ya wananchi na vyombo vya usalama, hali ambayo inaonekana kupungua kutokana na malalamiko ya mara kwa mara kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Katika tamko lao, viongozi wa kiraia wameonya kuwa iwapo mamlaka husika zitachukua hatua za haraka, wataanzisha maandamano ya amani pamoja na shughuli za mji za Ville Morte ambako biashara na shughuli nyingi za kijamii zinaweza kusimamishwa kama njia ya kushinikiza serikali kusitiza kilio cha wananchi. Hadi sasa viongozi wa kiutawala pamoja na polisi katika eneo la Baraka bado hawajatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo yaliyotolewa na mashirika ya kiraia pamoja na harakati za wananchi. Kwa wakati huo, hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini yanaendelea kuwa tete kutokana na vita vinavyoendelea mashariki mwa Kongo, hasa mapigano yanahusisha waasi wa M23 na vikosi vya serikali. Wananchi wengi wanaendelea kutaka kurejeshwa kwa amani, usalama na ulinzi wa kweli ili waweze kuishi bila hofu katika maeneo yao. Hebu tusikilize ujumbe muhimu kutoka kwa makamu gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Ilakano aliotoa wakati wa sherehe za maziko ya Colonel David alifariki akiwa kwenye uwanja wa mapambano huko Kingurwe. Katika ujumbe wake, kiongozi huyo amezungumzia kwa wananchi wa Kivu Kusini kuhusu hali ya usalama, umoja wa wananchi pamoja na matumaini ya kurejesha amani katika eneo hilo. Pia ametoa pole kwa familia ya marehemu pamoja na kuwapongeza wanajeshi wanaendelea kujitolea kwa ajili ya kulinda taifa. Kiongozi wao amehimiza wananchi kuendelea kuwa wangatulivu, kushikamana na kuunga mkono juhudi za kurejesha usalama katika jimbo la Kivu Kusini na maeneo mengine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hebu tumsikilize hapa akiwa mbele ya kamera za wenzetu waandishi wa habari kutoka huko Uvira. Wale wa jimbo unapatikana na kuna ujumbe umeutoa, labda raia wangependelea kujua ni ujumbe gani? Nimekuja kupatia pole hasa ndugu yetu Kamanda Kamama ambaye alipoteza mtu wa karibu, kamanda makamu wake, ishara ya kwamba serikali yetu ya mkoa iko pamoja nao. Tuliweza kupana michango yetu ili isaidie angalau kilio ya ndugu yetu iende kwa amani. Na baada ya kilio, sisi kama serikali, kwa kuwa tulipoteza watoto wetu, tuliweza kurefleshire na tukasema tukamate mikakati mbalimbali. Kikao cha dharura ambao tulifanya, tulikamata mikakati ya kusema ya kwanza, hatutaki tena usafiri kama vile mlikuwa naona watu wanatoka Uvira, Kiliba, Baraka wanaenda kwa maeneo ya adui yetu, na wale ambao wewe kwenye maeneo ya adui yetu wanakuja huku. Tumeona kama hiyo jambo hakiko kwa faida ya serikali. Ndio maana baada ya kikao tumesema ya kwamba njia itafungiwa, cha huku akiende huku na kia kule akikuye huku. Sisi lengo yetu kama serikali ni kwamba vipande vishuke
kesho tuchukue Bukavu. Wale watu hatuna mahusiano nao, ila kutokana na hali ya kibinadamu tumeweza kusema ya kwamba hiyo maamuzi itaanza kutekelezwa a partir ya lundi. Donc kama kuko wetu mwenye alienda kule alikuwa hana habari ama alituma gari yake, tunamwomba arudishe kwa sababu depase lundi hatutatolerei. Ya pili, kutokana na malalamiko ya raia ambao tuliona kulikuwa sorte ya desordre, aturasire tena population. Wafanyakazi wote wa serikali ya mkoa kuanzia sisi na wa chini na wale wa vitengo mbalimbali vya serikali, entreprise wako nafanya asubuhi, wanakuja kwenye kazi hapa Uvira. Najua mida wanafika juu ya mabusho na ambuteyage pale ku frontiere saa 5, ikifika saa 10 wale tena wanaanza kurudia. Raia iliona hiyo kitu kama wale watu wako na kia kupie, wako nakuja kujizolea, wanaenda kula kule. Vipi itakuaje wewe kiongozi ukose kukaa na kuteseka na raia yako? Ndio maana Mheshimiwa Liwali alinituma na viongozi ambao wako Kinshasa ya kwamba niwaambia kwamba baada ya siku 10 service yetu ya DGM iko instruit, hakuna wa kutoka huko kama uko mfanyakazi wa serikali uende kule. Tumewaomba wote waje watafute manyumba hapa Uvira, watoto wa Uvira ambao wamebahatika kujenga wakule zile franga za loyer. Mmegundua nini? Tumewaomba kama ni chakula wauzie hapa kusudi mama mwenye anauzisha msoko apate pato. Mama mwana anauzisha fanta, anauzisha maji apate pato, yani uchumi ufaidike kwa watoto wa hapa. Na hiyo itafanyika siku zote za kazi, inalomba watu wawe hapa na wenyewe wanaweza kuruhusiwa kwenda, itakuwa kama wanapata kibali maalum sote ya wakuu wa kazi swat ya gavana mwenyewe. Na hiyo itaanzia kwetu sisi ambao ni viongozi wa kamati kuu ya usalama mkoani wa Sud-Kivu. Kwa swali linahusiana mahusiano kati ya gavana kiongozi na msaidizi. Kuna taarifa ziko zinazotoka kwa ya jamii kwamba kuna kutokuelewana kati ya gavana msaidizi na kiongozi. No, katika jamaa yote ya kukosaki malumbano ile wanasema chungu mbili zinaweza kugongana wala masana. Lakini kwangu sio malumbano. Sio malumbano, naweza kukuambia hapa nimetoka kumtaja gavana, anasema amenituma niwakilishe, tunaongea naye. Watoto wa Uvira wawe kimya. Wawe kimya ni kwamba wabunge walifanya kazi yao, na kama walifanya kazi yao tuko nazungumza kusudi tupate mwafaka. Nia yetu ni kwamba tuwe umoja, tuishi kwa amani. Hatuwezi tena kututengana hapa wakati adui iko hapa karibu. Kwa hiyo hilo swala lisiwachanganye, lisiwachukue muda, liko napata mwafaka na liwali, inshallah atarudia hapa karibu. Baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Uswisi kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 chini ya upatanishi wa Qatar, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota. Licha ya juhudi za diplomasia zinazofanywa na wapatanishi wa kimataifa, mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Mbali na mapigano hayo, hali ya kibinadamu pia imeendelea kuwa mbaya, huku zaidi ya wananchi wengi wakikosa usalama wa makazi na huduma muhimu kutokana na vita vinavyoendelea katika maeneo yao. Kutokana na hiyo, serikali ya Marekani ambayo ni miongoni mwa wapatanishi katika mgogoro wa ukanda wa maziwa makuu imelahani mashambulizi ya ndege isiyo na rubani iliyotokea Mushaki katika Kivu Kaskazini pamoja na mauaji yaliyoripotiwa karibu na mji wa Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa X zamani Twitter na ofisi ya Afrika ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Washington imetaka pande zote zinazohusika katika vita hivyo kuonyesha uvumilivu mkubwa, kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano na kuhakikisha ulinzi wa raia.
Marekani pia imehimiza wahusika wa mgogoro huu kurejea kwenye mazungumzo na kuacha hatua zinazoweza kuongeza mvutano katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, hadi sasa serikali ya Kinshasa kupitia jeshi la FARDC bado haijatoa tamko rasmi kuhusu mashambulizi hayo ya Mushaki, pamoja na hali ya usalama inaendelea kuzorota katika maeneo ya mapigano. Kwa upande wake, waasi wa AFC M23 wanaendelea kuilaumu serikali ya Kongo kwa kile wanachokita ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyojadiliwa katika mchakato wa Doha unaoongozwa na Qatar. Msemaji wa waasi wa M23 Laurence Kauka amesema kuwa ndege za kivita isiyo na rubani za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilirusha mabomu katika maeneo yenye wakazi wengi huko Mushaki na maeneo ya karibu katika wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wake, mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya raia wengi pamoja na majeruhi kadhaa. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii X zamani Twitter, Laurence Kauka amesema kuwa hakuna mtu anayepaswa kunyamaza mbele ya mashambulizi ambayo kila siku yanaendelea kuleta majonzi kwa familia za wakazi wa Kongo. Amesema shambulizi hilo la pili dhidi ya Mushaki linaonyesha kuongezeka kwa hali hatari na linaendelea kuwatia hofu wananchi wa kawaida. Wakati huo hali ya kutokuaminiana kati ya Kinshasa na waasi wa M23 inaendelea kuongezeka licha mazungumzo ya amani yanayoendelea. Kila upande unaendelea kumshutumu mwenzake kwa kukiuka makubaliano ya amani, hasa kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya silaha nzito na ndege zisizo na rubani katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Juhudi za wapatanishi wa kimataifa ambazo zinatarajiwa kuleta matumaini na kurejesha amani sasa zinaonekana kukumbwa na changamoto kubwa, huku hali ya kisiasa na kijeshi ikiendelea kuwa ya wasiwasi katika Kivu Kaskazini na Kusini. Baadhi ya viongozi pamoja na wanachama wa chama cha Alliance des Forces Démocratiques du Congo FDC kinachoongozwa na aliyekuwa rais wa pili wa Seneti Modeste Batilkwebo wamekamatwa siku ya Ijumaa mjini Kinshasa na kupelekwa katika makazi ya jeshi ya urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Cité de l'Union Africaine. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama hicho, watu waliokamatwa wanachukuliwa na vyombo vya usalama katika mazingira ambayo bado hayaelezwa wazi na mamlaka ya serikali. Taarifa hiyo ilisainiwa na mkuu wa mawasiliano FDC Hilaire Kasusu Kiboki. Ameeleza kuwa miongoni mwa waliokamatwa ni makamu wa rais wa kitaifa wa chama hicho ambaye pia ni rais wa bodi ya taasisi ya kitaifa ya utafiti wa kilimo INERA. Kiongozi wale kamatwa alipokuwa akirejea kutoka Kongo Brazzaville kupitia bandari ya Beach Ngobila ambayo ni njia ya kuu ya usafiri wa maji kati ya Kongo Kinshasa na Kongo Brazzaville. Mbali na yeye, wanachama wengine wa chama hicho waliotajwa kukamatwa ni pamoja na wakili Jean-Claude Kaula, Yvonne Yanga, Valerie Lunga pamoja na Bosco Kibata. Na kwa mujibu wa FDC, watu wote waliokamatwa wamepelekwa katika makazi ya kijeshi ya uraisi yaliyopo Cité Union Africaine, eneo ambalo linahusishwa na baadhi ya ofisi pamoja na miundombinu ya usalama ya uraisi wa Kongo. Chama hicho kimeeleza kuwa hadi sasa hakijapewa sababu rasmi ya kukamatwa kwa viongozi wa chama hicho, na tukio hilo linaendelea kuzua maswali na mjadala katika mazingira ya kisiasa nchini DRC. Hadi sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vyombo vya usalama bado havijatoa tamko rasmi kuhusu kukamatwa kwa watu hao wala sababu zinazohusishwa na hatua hiyo. Kukamatwa huko kunatokea wakati ambako hali ya kisiasa ndani ya muungano Union Sacrée unamuunga mkono Rais Felix Antoine Tshisekedi inaonekana kuwa na mvutano wa ndani. Modeste Batilkwebo ambaye ni mmoja wa viongozi wakubwa ndani ya muungano huo, hivi karibuni alitangaza kujiuzulu kutoka kwa nafasi yake ya makamu wa pili wa rais wa Seneti. Hata hivyo, pamoja na kujiuzulu kwake, Batilkwebo anasisitiza kuwa anaendelea kuunga mkono Rais Felix Antoine Tshisekedi na kubaki ndani ya muungano huo wa Union Sacrée. Wachambuzi wa siasa nchini Kongo wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo haya, huku baadhi wakieleza kuwa wanaweza kuongeza mvutano wa kisiasa ndani ya kambi hiyo ya utawala katika kipindi ambacho nchi inaendelea kukabili changamoto mbalimbali za kiusalama na kisiasa. Chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UDPS Tshisekedi kimetangaza kuwa kitatoa tamko muhimu siku ya Jumatatu tarehe 11 Mei kwa lengo la kutoa ufafanuzi kuhusu matamshi yaliyotolewa hivi karibuni na Rais Felix Antoine Tshisekedi pamoja na kujibu madai ambayo chama hicho kimeyataja kuwa ni taarifa za uongo zinazotolewa na baadhi ya wanasiasa nchini DRC. Tangazo hilo limetolewa na katibu mkuu wa chama hicho ambaye pia ni rais wa muda wa UDPS Augustin Kabuya Chilumba
Kwa mujibu wa chama hicho, mkutano huo na waandishi wa habari unalenga kueleza kina kauli zilizotolewa na Rais Felix Antoine Tshisekedi wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 6 Mei katika eneo la Cité de l'Union Africaine mjini Kinshasa. Katika siku za hivi karibuni, mazingira ya kisiasa nchini DRC yameendelea kuwa na mjadala mkubwa kufuatia matamshi mbalimbali ya viongozi wa kisiasa, huku hali ya nchi, usalama mashariki mwa Kongo pamoja na mwelekeo wa utawala wa sasa. UDPS inasema kuwa baadhi ya wanasiasa pamoja na makundi ya upinzani yamekuwa potosha maazui ya hotuba ya Rais Tshisekedi kwa masuala ya kisiasa, jambo ambalo chama hicho kinasema inaweza kuleta mgawanyiko miongoni mwa wananchi. Kupitia tamko lake, chama hicho kimeeleza kuwa kinataka wananchi kuelewa vizuri msimamo rasmi wa rais pamoja na serikali kuhusu masuala mbalimbali yanayoendelea nchini, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linakabiliwa na changamoto za usalama mashariki mwa Kongo kutokana na mapigano yanaendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uasi wa M23. Mkutano huo wa Jumatatu pia unatarajiwa kujibu baadhi ya tuhuma zilizotolewa dhidi ya serikali ya Felix Antoine Tshisekedi kuhusu namna inavyoshughulikia hali ya kisiasa na usalama nchini. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa siasa nchini Kongo wanaona kuwa tamko hilo la UDPS linakuja kipindi ambacho mvutano wa kisiasa unaendelea kuongezeka katika kambi ya utawala na baadhi ya viongozi wa upinzani. Katika wiki za hivi karibuni kumekuwa na mjadala kuhusu mustakabali wa kisiasa DRC, huku baadhi ya wanasiasa wakitoa maoni tofauti kuhusu utendaji wa serikali pamoja na hali ya kidemokrasia nchini DRC. Wakati huo, wananchi wengi wanaendelea kufuatilia kwa karibu kauli za viongozi wa kisiasa wakitarajia kuona suluhisho la changamoto zinazowakabili, hususan masuala ya usalama, hali ya maisha pamoja na juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tamko la UDPS linalotarajiwa kutolewa siku ya kesho Jumatatu linaonekana kuwa moja ya matukio muhimu ya kisiasa yanayovutia usikilivu wa wananchi pamoja na wadau wa siasa nchini DRC katika siku zijazo. Kwa majina naitiwa Colonel Kavungiro Mark, niko komanda a second wa 33e region militaire, kama vile kiongozi aliyosema pale. Niko mwakilishi pia wa komanda 33e region kwa hii kikao, ambaye amenitumana nimsindikize mzee hapa kwa hii safari yake. Sina maneno mingi ya kuongea zaidi, mzee ameisema pale, ila kitu moja na weza kuwahakikishia ni kusema kama sisi kama jeshi, serikali ya Kongo, katiba ya Kongo inatupatia mission, na mission ambayo tunapewa ya kwanza tunaisema la protection de l'intégrité territoriale. Ni kusema kama sisi kama wanajeshi tuna mission ya kwanza ni ya kuchunga mamipaka za nchi yetu ya Kongo. Kusikue mtu wa kutoka nje kuya kutushambulia katika nchi yetu. Mission yetu ya kwanza hii. Mission ya pili tunasema la protection des civils et de leurs biens. Donc tuna mission ingine ya pili ya kuweza kuchunga nyinyi wananchi, nyinyi wakaaji pamoja na mali yenu. Ile ni mission ya pili ambao sisi tunapewa na katiba ya Republike ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunajua sisi wote kama nchi yetu iko na vita, na kwenye vita natoka tunajua, na sitabirudilia ndani kwa kuwa kiongozi ameongea zaidi kuhusu vile vitu. Kenyi mimi najua na kenyi tulipewa kome mission ni kuweza kuchunga mkaaji yoyote mwenye iko ndani ya nchi ya Kongo. Nchi ya Kongo iko na makabila mingi. Tuko na 450 tribu. Sisi kama jeshi hatuko askari wa mtu. Hatuko askari wa kabila. Huyu yuko Mufulero, huyu yuko Mubembe, huyu yuko Munyamulenge, huyu yuko Mushi, huyu yuko kama mtu wa wapi. Sie hatuko kuvile vitu. Sie tunaona mtu yoyote mwenye anaitiwa Mkongomani, tuko na ile devoir ya kumchunga na kuchunga mali yake. Nawaza
mzee amerudilia ku histoire ya kwenye tulikuwa alianzia ku histoire ya Bujumbura. Anasema bandugu Barundi wako mbali na hivi vitu vya ukabila. Bali evolue sana mu vitu vya ukabila, mpaka leo bakaona kama vile vitu hakuna kwenye vinabafikishia. Na sie sawa wakongomani tunapaswa kuevolue. Tunapaswa kutosha vitu vya ukabila ndani ya mafikiri yetu. Tuko tunaona benye banaenda mainchi jirani, anafika kule anapewa nationalite na banamkamata kama vile mkaaji wa ile nchi. Sasa unakomalia hapa, bazazi yako hapa, bababu wako hapa, nani mwenye atakuya kuambia kama uko na nationalite nyingine isipokuwa nationalite yako kwenye ulizaliwa na kwenye uko? Ile vitu nawaza tunapaswa kuvipiganisha sie wote na viishi. Kuhusu mpango ambayo inakamatiwa hapa, nawaza tutabitengeneza mzuri. Hakuna kwenye mkongomani anakataziwa kwenda. Ile moya nawaza mbele yenu nyie bote tunabarasire kama Kongole yoyote ndani ya Republique Democratique du Congo anaruhusiwa kwenda kutembea usiku mchana na kuishi fasi yote kwenye anataka. Na njoo ngisi katiba yetu nasema. Shida yenye ilikuwa hapa na ni shida yenye inatokeaka debusha l'oreille. Mwenzako anakuambia mlisikio, unasikia. Mwenzako anakuambia mlisikio, unasikia. Lakini tukiulizana hapa sie bote, fasi gani mitingi ilifanywa kusema kama hatupendi tena Banyamulenge kufika Baraka? Nawaza haiko. Ni debusha l'oreille. Tukienda kule batatufanya mubaya. Tukienda kule batatufanya mubaya na inaleta paniki na inaleta boga na inatuma watu tena habatembei. Tukiuliza hapa example typique, sipendi mtu anipatie example, mimi nabisema kusudi kuilistre. Munyamulenge gani mwenye alifikaka Baraka bakamuua wala bakamuua wala bakamukutumba ne kufanya kumulunguza? Nawaza sio kama anaweza wezekana, haiko polemiki ya kule. Lakini tunapenda pamoja na hii kikao, pamoja na decision ya mkubwa chef de l'etat kusema kama circulation ya mkongomani ikuwe fasi yote, ile ordre, ile kanuni, ile mazungumuzo mkubwa anatuletea, tutaimetra en application, tutaikamata vile amesema la lettre. Na tangu leo nawaza kushuka batashuka kule chini bitakuwa coordonné pamoja na programme tutakamata, kila mtu ajisantire huru kutembea fasi yote kwenye anataka. Asante sana. Asanteni sana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info kwa kuwa pamoja nasi katika taarifa yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 10 Mei mwaka 2026. Tunakumbusha kuendelea kwa watulivu, kuchuja taarifa mnazozipokea na kuepuka kusambaza taarifa zisizo rasmi ili kulinda amani na mshikamano katika jamii zetu. Basi tunaendelea kufuatilia kwa karibu matukio yote muhimu yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko duniani ili kuhakikisha habari sahihi kwa wakati zinawafikia. Mimi ni Teloje Longa na mbona kwa kusikiliza ni Kivu News Info, bora siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na labda kabla ya kuhitimisha matangazo haya, ningeendelea tukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone kwa vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo ya kila siku kukuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi tukutane tena katika taarifa ijayo. Asanteni sana na siku njema. Bye bye na chao. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli?
Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani.